Kuna mdau anataka kujua hapa kwa nini Kidunda na Bele hawapo karibu. Okay. Bana, kuna situation ilitokea. Kuna situation ilitokea, sio kama tuna tatizo, no, hatuna tatizo. Tuko poa. Lakini kuna kipindi Bele alikuja Morogoro. Yeah. Akanipigia, akaniambia bwana, oya vipi ndugu yangu, shwari. Of course tulikuwa washikaji sana. Yeah. Poa. Bana, niko Moro bana hapa, naweza kupata show? Nikamwambia yeah, unaweza kupata. Acha nipige simu zangu kadhaa. Kweli nikapiga simu. Kumbuka niliongea na mkurugenzi au meneja, alikuwa meneja wa F2 Florida. Mkurugenzi wa F2 Florida. Ilikuwa ni leo, ilikuwa kama Ijumaa. Show alifanya Jumamosi au Jumapili kwa Jumamosi au Jumapili. Kwa hiyo niliongea naye, kweli tukakubaliana pesa pale na nini fresh. Baadaye na jamaa alikuwa ana ngongo. Kwa hiyo kesho yake show, unajua show ya siku moja yeah, na bahati mbaya F2 walikuwa wanataka sana kufanya kazi na sisi, lakini wakawa budget yao kidogo haijatulia. Kwa hiyo kilichotokea, mimi nikushawishi ile show, nikamwambia bwana, kwenye Mega Mix nitakupa time, yani kwa ajili ya kuelezea hiyo show na nini nitawapa time F2. Kwa hiyo F2 akasema poa, tutatoa hiyo hela, atampa. Siku ya show 9 alichelewa kufika. Alichelewa sana kufika kwenye show, afu akaja na wasanii wengine, alikuwa na Sigwa na Medibotion. Yeah, na baada ya kufika pale wakaanza kuimba wasanii wengine. Kwa hiyo mkurugenzi kile kitu kilimuuma kwa sababu wateja walikuwa wanaanza kuondoka na nini. Na alikuwa ashapewa hela nusu, bado nusu. Kwa mkurugenzi alimind, akasema hiyo hela nyingine sitoi. Unajua hiyo hela nyingine sitoi. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, Bele na pia akapanda kwenye stage, aliimba dakika kama 10 sijui 9. Yaani sio muda mrefu akashuka. Alafu laki akawa anaidai sana kama nilivyokuambia wasanii. Kwa hiyo kilichotokea sasa, Bele ile kudai sana, mimi nikaona hii ni aibu, huyu ni mwanangu afu ni brand kubwa. Nikamwambia 9, ondoka, mimi hela hiyo nitakupa mimi kesho. Nitaifuatilia hapa sasa hivi. Ukakasirika, na kweli ulichofanya umekosea, si ndio? Hela yako hawezi kukupa. Kama India anapiga kelele na nini. Tulikuwa na Sigwa na Medibotion, yeah. Sasa nilikuwa na simu yangu moja hivi. Nakumbuka ndio nilitoka kuinunua mpya kabisa, kubwa. Siwezi kutaja kampuni. Ile ilikuwa nzuri, yani kubwa, nilinunua 700,000. Nilikuwa natoka kununua mpya kabisa. Nikamwambia Bele, sasa sikiliza. Chukua simu yangu, nenda. Kesho asubuhi nitakuja hapa mimi kuchukua hela. Huyu anakasirika, amekasirika, lakini kesho asubuhi nitakuja hapa tuchukue hela. Na meneja wa pale alikuwa na sisi, alikuwa anaitwa Charles meneja. Alikuwa na sisi, akasema kweli bana, hiyo hela kesho asubuhi inatoka. Sasa hivi mkurugenzi amekasirika na hapo ulichokifanya wateja wameondoka na nini. Unaelewa? Ukizingatia show sisi ndo tuliomba. Kwa hiyo alipanic sana na nini, nikampa. Akaniambia toa line. Nikatoa line kwenye simu yangu nikampa. Akaondoka nayo hiyo simu. Mpaka hivi tunavyozungumza je kunirudishia. Kwa hiyo mimi sikuona kama ni tatizo. Mimi nikauliza zangu home, nilikuwa na kisimu kidogo home, nikaweka line. Tukaendelea na mawasiliano hapa na pale na nini, napiga simu za kwa watu wengine, tunaongea na nini. Kesho yake nilijua baba atanicheki. Asubuhi mimi nikaamka nikaenda F2 pale kuulizia, wakaniambia bwana bosi kamind sana, subiri kwanza na nini, ikawa hivyo. Kwa hiyo sikumrudia tena Bele. Ikapita muda, mimi hela sikuchukua F2 na simu yangu akunirudishia na hakunicheck tena. Ikapita miezi mingi tukakutana. Nakumbuka tulikutana wakati tunaandaa albamu ya Medi, ilikuwa MVP. Alifanya ngoma mule. Sasa tumekutana nikaona kama mbona jamaa yani hamna chochote, yani usijui, unaelewa, ni kama swali limeisha. Simu yangu anayo till now. Alafu hajanirudishia and hamna chochote kinachoendelea. Hatujawasiliana na hatujaongea chochote. Kwa hiyo nikaa tunajaribu kuangalia ni anajielewa kiasi gani, unaelewa. Kwa baadaye nikagundua okay, kumbe mwana kama kaweza kufanya hiki, siku moja atakuja kunifanyia kingine ambacho sio nani zaidi. Kwa ndo nikatumia tu ule ukarimu kumweka mbali. Alikuwa mwanangu sana, kwa hiyo nikamweka mbali basi. Kwa hadi sasa hivi mimi hata siwasiliana naye, na ananitumiaga message zake, linki za nyimbo na nisifungui. Sijai kufungua message zake, ila simchukii. Okay, mimi nataka kujua tu kwamba simu yako ilikuwa na thamani ya 700,000. Of course, na hela ambayo ilikuwa anadai Bele ni kiasi gani? Ilikuwa kama 250,000 sijui 200,000 kitu kama hicho. Ukichukua hapo kwa change na baki.
Yeah, alichukua lakini pia yani hakusema chochote na hajawahi kuniambia chochote tangu amechukua pale, na bad thing alitoka pale afa akaenda kuimba sehemu bure. Wow. Yeah, na alipoenda kuimba alikuwa kuna mwanangu anapiga show huko, kwa hiyo alienda kuimba bure. Nikaona ndio ile wasanii kujielewa, unaelewa? Kabisa. Yeah, kwa nikaona lakini mpaka leo bado liko moyoni au no, mimi aliko moyoni na nimeshasahau. Nimeshakutana naye mara kadhaa. Kwa hiyo sasa hivi nilichofanya nakutana naye salamu basi. Hatuwezi kuweka mipango kama zamani. Zamani tulikuwa tunaweka mipango. Alikuwa akija Moro lazima anipigie, "Oya, bwana tunapataje nini? Tunafanyaje hivi? Tunawekaje hivi?" Unaelewa? Yeah, kwa hiyo tulikuwa tunawasiliana kama washikaji, kama familia. Sasa hivi tumebaki tu kama wana ambao tunajuana. Hatuwezi share chochote. Na kama hivyo ambao unakwambia kwamba ananitumia link ya ngoma zake lakini sifungui. And kwenye Mega Mix si ngoma za Bele tunazipiga sana. Yeah, yani kwenye kumsupport sio kwamba tuna mashahidi wasikilizaji. Yani Mega Mix Bele tunampiga vizuri na ni familia. Sisi tunajua ni msanii tunamsupport. Akija akitaka interview anafanya, na tumeshafanya naye hapa. Ameshawahi kuja na nikafanya naye interview hapa mara zaidi ya 2 baada ya kufanya hilo tukio. Yeah, good. Hata asipojifunza 7 mara 70. 7 mara 70. Yeah.